Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kilulu. Limekuja nyumbani kwako kukuambia kuhusu Mungu asiyebadilika kamwe. Ndivyo alivyo, ndiyo asili yake ilivyo. Mungu amekuwa asiyebadilika. Ni yule yule jana, leo, kesho na hata milele. Mungu amekuwa mpya kwa uzao wa kuongezeka kwake, ikiwa na maana amekuwa mpya kwa wote aliowaumba kwa sura na mfano wake, kwa wote walio wa kufanana naye, na kufanya asiwe na sababu ya kubadilika, kwa kuwa siku zote ni mpya kwa walio wa uzao wa kufanana na yeye, kwa walio wa uzao wake, kwa walio wa uzao wake, kwa kuumbwa na yeye kwa sura na mfano wake. Na ndivyo imemfanya Mungu akawa ni mpya siku zote. Imemfanya Mungu asiwe wa kubadilika, bali kuwa mpya wa sura ya kuonekana kwake, vile vile kama ilivyo jana, leo, kesho na hata milele. Kwa hiyo Mungu habadiliki. Mungu ni yule yule. Mungu ni mpya kwa uzao wa kuongezeka kwake, kwa walio wa kufanana na yeye, kwa wote aliowaumba kwa sura yake, na kufanya siku zote amekuwa mpya, na kufanya siku zote amekuwa mpya katika kila unapomtazama. Na yeye akawa asiwe na sababu ya kubadilika popote alipo, asiwe na sababu ya kubadilika, kwa kuwa kama ni mpya wa kuonekana kwake, basi siku zote ni mpya. Kama ni vyovyote, basi ni yeye tayari yuko hivyo. Kwa hiyo popote ulipo, tambua Mungu siku zote ni yeye asiyebadilika. Haijalishi anaonekana vipi, unamtazama vipi, lakini kila unapomtazama, humtazama katika upya wa uzao wa ongezeko lake. Umtazama katika upya wa uzao wa wote aliowaumba kwa sura na mfano wake. Hata sasa Mungu unamtazama katika upya wa kuonekana kwake, sawa na uzao wa kuongezeka kwake, sawa na wote walioumbwa kwa sura na mfano wake, sawa na wote walio na sura, kwa kuwa wote wametokana na sura ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ni yule yule. Mungu hajabadilika. Haijalishi unamuona katika upya wa mwonekano upi, lakini Mungu bado ni yule yule. Ndio naongea na wewe popote ulipo, umjue Mungu asiyebadilika kamwe. Ndio kama ilivyo Mungu asiyebadilika kamwe, ndivyo walivyo wote walioumbwa na Mungu wasivyobadilika kamwe. Narudia, kama alivyo Mungu asivyobadilika kamwe, ndivyo vilivyo vyote vilivyoumbwa na Mungu visivyobadilika kamwe. Mwanadamu, popote ulipo, tambua kama vile Mungu
asivyobadilika kamwe, ndivyo wewe mwanadamu usivyobadilika kamwe. Narudia tena hapa. Kama vile Mungu asivyobadilika kamwe, ndivyo mwanadamu popote pale ulipo, kwa jina ulilo nalo, usivyobadilika kamwe, kwa kuwa wewe ndio upya wa muonekano wa Mungu popote ulipo. Ndio upya wa muonekano wa Mungu popote pale ulipo, kwa kuwa Mungu ameonekana mpya kwa uzao wa kuongezeka kwake. Mungu ameonekana mpya, anaonekana mpya siku zote kwa uzao wa sura ya kufanana na yeye, kwa uzao wa wote walioumbwa na wewe na yeye, kwa wote walioumbwa na yeye. Na wewe hapo ulipo umeumbwa na yeye, ni uzao wake yeye, ni upya wa muonekano wa sura ya Mungu. Lakini Mungu ni yule yule asiyebadilika, na kufanya wewe ni yule yule asiyebadilika. Kwa hiyo popote ulipo mwanadamu, wewe ni usiyebadilika kama alivyo Mungu asiyebadilika. Mtazama, wewe ni mtoto katika familia hiyo. Haijalishi unakuwa vipi, haijalishi ni nini kinaongezeka kwenye mwili wako, unakuwa mrefu kiasi gani, mke anaongezeka katika uwepo wako, watoto wanazaliwa katika viuno vyako, lakini wewe ni yule yule usiyebadilika kuwa mtoto kwa baba yako. Wewe ni yule yule usiyebadilika kuwa mtoto kwa baba yako, pasipo kujalisha ni nini kimeongezeka, ni upya gani umeongezeka kwako. Umeonekana na upya wa kuwa na watoto, umeonekana na upya wa kuwa na mke, na kufanya mzazi wako siku zote anakuona ni mpya, ni mtoto wake mpya usiochosha kutazamika kwake. Lakini ni wewe mtoto yule yule asiyebadilika, na hiyo ndio sifa kuu ya Mungu, ndio sifa kuu ya vyote vilivyotokana na Mungu, ndio sifa kuu ya wewe popote pale ulipo. Ni wewe usiyebadilika, na kila siku unaonekana mpya kwa uzao wa kuongezeka kwako. Unaonekana mpya kwa uzao wa kuongezeka kwako, kwa wote waliotoka katika viuno vyako, kwa wote waliotoka katika tumbo lako, kwa wote wanaoongezeka kutoka kwako. Unaonekana mpya na kufanya yule anayekutazama kila siku anakuona mpya kila anapokutazama, lakini wewe ni yule yule kwake. Ndiyo, wewe ni mzazi, siku zote ni mzazi kwa mtoto. Unaongezeka uzao kwako, unazeeka, lakini bado ni mzazi, na mtoto anakuona ni mpya, anakufurahia kila siku anapokutazama. Pesa zinaongezeka kwako popote ulipo, lakini wewe bado ni mzazi yule yule. Mtoto anafurahia, anakutazama kila siku
ndivyo ulivyo popote ulipo. Wewe ni yule yule, haijalishi elimu yako imeongezeka wapi. Ni upya wa uzao wako umeongezeka na kufanya mzazi akakuona ni mtoto yule yule, katika upya wa mwonekano wa kuwa na elimu hiyo, wa kuwa na ujuzi huo, wa kuwa na biashara hiyo, wa kuwa na mwonekano huo. Lakini wewe ni yule yule usiyebadilika. Mume wako ni yule yule asiyebadilika. Mke wako ni yule yule asiyebadilika. Haijalishi anaonekana katika upya gani, ndivyo alivyo kila siku. Anaonekana mpya kwako, asiyechosha na kufanya asizoeleke, bali kukufurahisha katika upya wa kuonekana kwake. Ni mume wako yule yule, lakini kila siku anakuwa mpya. Leo ameongezeka katika uzao wa kuwa na pesa, wa kuwa na nyumba, wa kuwa na watoto, lakini ni mume wako. Ameongezeka, anaitwa baba, lakini ni mume wako. Anaongezeka katika upya wa kuitwa mama, lakini ni mume wako. Ameongezeka katika upya wa kuitwa babu, lakini ni mume wako. Ameongezeka katika upya wa kuitwa bibi, lakini ni mume wako. Ameongezeka katika upya wa kuitwa daktari, lakini ni mume wako. Ameongezeka katika upya wa kuitwa mtumishi wa Mungu, wa kuitwa mwalimu, lakini ni mume wako. Habadiliki, bali huwa mpya katika anavyoonekana. Huwa mpya kila unapomtazama na kufanya asikuchoshe unapomtazama, bali kukufurahisha kila unapomtazama. Naongea na wewe popote ulipo kuhusu Mungu asiyebadilika kamwe, na vyote alivyovifanya visivyoweza kubadilika kamwe, kuhusu yeye anayeonekana mpya kwa uzao wa kuongezeka kwake. Na ndivyo ilivyo kwako, unavyoonekana mpya katika uzao wa kuongezeka kwako, lakini wewe ni yule yule. Kwa hiyo usiwe na shaka kuhusu Mungu wako, usiwe na shaka kuhusu mtoto wako, kuhusu mume wako, kuhusu mke wako, kuhusu familia yako, kuhusu viongozi wako, kuhusu taifa lako, kuhusu chochote popote kilipo, kwa kuwa hicho ni kile kile kisichobadilika na kuonekana upya kwa uzao wa kuongezeka kwake. Nawe katika kukitazama ukawa unakifurahia kwa mwonekano wa ongezeko la uzao wake ule ule usiobadilika. Kwa hiyo ni wakati wako wa kuwa katika pumziko la starehe, la kustareheshwa na mume wako asiyebadilika, mke wako asiyebadilika, familia yako isiyobadilika, dhahabu isiyobadilika, mali isiyobadilika, chochote kisichobadilika, katika upya wa ongezeko la uzao wa kila ulicho nacho, kikustarehesha popote ulipo kwenye kila unachokifanya. Kwa hiyo na kupumzisha leo mbele za Mungu asiyebadilika. Kwa wewe usiyebadilika, leo uwe na pumzisho, usipungukiwe na chochote kwenye chochote unachokifanya, usizidiwe na chochote kwenye chochote unachokifanya, kwa kuwa Mungu asiyebadilika yupo hapo ulipo kukusaidia, kukupumzisha, na pumzisho hili liwe pamoja nawe. Pokea pumzisho hili, pokea pumzisho hili kwa huyu Mungu asiyebadilika, akupumzishe na amani iwe